Kwanza tunaomba ujitambulishe, yani tuelezee majina yako, kisha utuambie wewe ni mmoja wapo ya watu ambao umehudhuria hili kongamano la vijana huku Byumba. Kwa upande wako unalionaje? Unaona ni vitu gani ambavyo umejinyakulia humu? Asante sana. Kwanza nimeshukuru kupata nafasi hii. Majina yangu yote mawili naitwa Nzoneme Cesari. Majina ya Kinyarwanda hayo. Ni Mnyarwanda na nimekuja hapa kwenye kongamano la umoja wa vijana. Tuna mambo mbalimbali ya kumpenda sana Mungu. Unajua vijana wengi sana tunapotea. Tunakwenda kwenye zinaa, tunazaa watoto mtaani, hatufungi ndoa. Lakini kuja hapa ukimpenda Mungu na kumwamini, unapata chakula kizuri sana cha Mungu. Unapata maskofu wapo wanakupa chakula kizuri, vijana wenzetu wanatupa ushauri mbalimbali, kwa hiyo tunaenjoy sana. Kwa upande wako vijana ambao bado hawakuhudhuria, nini ambacho unaweza kuwaelezea ambacho kimekufurahisha zaidi? Okay, nitakwenda mimi mwenyewe kwenda kuwapa hamasa na kuwapeleka kile chakula ambacho nimepata hapa, na hisi na wao watakuja mwaka ujao, wakati ujayo. Basi maaskofu mbalimbali wanawaelezea jinsi ninyi vijana mnavyoweza kuwa wajenzi wa amani katika eneo zima la maziwa makuu na duniani kwa ujumla. Unaona ni kwa vijana ni nini ambacho mnaweza kukifanya ili muweze kujenga hayo amani hapa Rwanda, Afrika Mashariki kwa ujumla, katika eneo zima la maziwa makuu na duniani kote? Duniani kote inawezekana, sababu vijana siri ya kufanikiwa ni umoja na nguvu. Unajua umoja ni ushindi. Kwa hiyo tukiungana na maaskofu wanavyotuambia na wenzetu wanavyotuambia, tukishaungamana tukawa pamoja, kila kitu kinawezekana. Yani nguvu zetu na umoja wetu na kushauriana pia kwa jamii na kutembelea jamii ambazo hazijiwezi na kuzielekeza mambo ya Mungu, tunaweza kufanya mambo mazuri. Katika hizi siku mbili unaweza kutuelezea mmepangilia ratiba gani? Ni vitu gani ambavyo umejinyakulia ambavyo unaweza kuwaelezea vijana? Kwanza kutoka mazingira mengine kwenda mazingira mengine, hiyo ni jambo jema. Hali ya hewa pia inabadilisha sehemu ambapo umekwenda utalii. Na kingine hapa nimepata ndugu familia ambapo hatujuani, wamenichukua tu, wamekuwa kama wazazi wangu. Nimeona kama utamaduni wa hapa Kichumbi, yani unanionyesha kwa dunia nzima tukifanya hivi ni vitu vizuri sana. Mtu ambaye bado hajafika, unaweza kumwelezea nini kwa hizi siku mbili? Na yeye ameniona kabisa nimependeza, nimekula chakula cha Mungu, haja kutenda maskofu ambayo anakuwa nasikia kwenye Radio Maria, lakini yeye anaona live. Akija hapa anaona live, lakini pia anapata chakula pamoja na watu wengine kwa umoja wote wa vijana, na pia masista nimewaona wapo, mafrateri wapo, kwa kila jamii anayekuja nakutana nayo. Kwa hiyo ya mambo ya kumlekea Mungu na kujenga nchi yake na kujenga Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla anakuta hapa. Maana hapa ndio msingi wa kila jambo la maendeleo. Kuna kitu chochote ambacho kinabakia ambacho unaweza kuelezea watu fulani ambao bado hawajakuja? Kwa sababu ambao hawajaja, labda kama walikuwa wagonjwa tutaombea waweze kupona, lakini yule ambao hajaja kutokana na matakwa yake kusema tu bana mimi siendi, naomba kwa kweli aje angalie mambo mazuri, sababu watu wametoka mikoa mbalimbali mpaka nje za nchi, Tanzania, DRC mpaka Uganda wamekuja na Italy wamekuja hapa. Kwa nchi mbalimbali wanakuja hapa kuangalia kujenga amani. Sio kama mtu anatoka Italy anakuja kucheza tu, anakuja kujenga amani na ushirikiano tena wa Rwanda na nchi nzuri na nchi nzuri. Na hili inaonyesha kuwa Rwanda ni nchi nzuri ambayo ina upendo na ushikamano kwenye nchi za nje. Kwa upande wako wewe unatokea katika parokia gani? Parokia ya Butare. Butare Cathedral. Butare Cathedral. Asante, nashukuru sana kwa kutuelezea kitu. Asante sana, na naipenda Radio Maria, kila vipindi vyote navisikiliza. Asante sana. Barikiwa sana. Asante.